Wapendwa, tunabeba makovu makubwa ya ukosefu wa amani. Ndugu zetu wapendwa, wakubwa na hata watoto wadogo wasio na hatia, wanawake kwa wanaume, wamelala mavumbini. Maumivu na majonzi ni makubwa. Wakati umefika wa kunyanyua bendera ya amani hapa katika mji wetu mzuri wa Mombasa, Kenya nzima, Afrika na ulimwenguni kote. Lakini kumbuka, lazima bendera hiyo ya amani inuliwe katika moyo wa mtu mmoja mmoja, ndipo amani itakapatikana kote. Usikate tamaa, amani itapatikana. Mimi nachagua amani. Wewe je? Karibu sana katika mikutano ya amani na tumaini mjini Mombasa. Leta marafiki zako. Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nani amesikia kidogo huo wimbo? Kwa hiyo tulikuwa pamoja Tusimameni tuombe. Baba, ninakualika kwa masaa haya upate kufungua fahamu zetu, utupatie ufahamu, useme na nafsi zetu, utushawishi, lakini tuone kwamba kuna haja ya kubadilika, kwa sababu bila hivyo bongo zetu zimetekwa katika yale ambayo sio ya kimungu. Baba Mungu, turejeshe fahamu zetu, kwa sababu ninakuomba katika jina la Yesu. Amen. Magari yako very specific. Unapopata gari ambalo linatumia matairi 4, huwezi weka 5. Huwezi kuongeza taa nyingine, na mwenye kampuni hiyo atakuuliza kwamba hizo innovation zako umezifanyia nini? Tafuta brand yako nyingine ndio uwekee hiyo. Kama gari ikiitisha maji, huwezi ipelekea juice. Na kama pale kwenye wiper umeishiwa kabisa na ukajikuta uko na soda nyingine ya rangi ya kijani au nyeusi, hakuna vile unaweza weka pale. Ni maji nataka, ni maji nataka. Haiwezi kukuitisha oil ukasema brake fluid imekwisha, kwa hiyo nikachukue mafuta ya kupikia niweke. Na hakuna mtu anafanya hivyo. Na ikitaka grease specific, utafute the kind of grease hiyo gari inatumia. Kama gari imeandikwa diesel, haushughuliki na petrol. Tena mwingine pale kwenye kimtungi cha kuwekea anaandika kabisa diesel. Mwingine anaona kabisa kwamba ni lazima specify, anaandika kabisa diesel. Ya diesel siku zote imekuwa ni diesel, na petrol imekuwa ni ya petrol. Rafiki zangu, zile za automatic transmission zimekuwa tu ni hivyo. Hakuna vile tunashughulika na vitu zetu. Hakuna vile hata unaweza fikiria kwamba vile hii gari ni automatic. Kuna vile mtu mwingine anaweza badilisha akaweka manyo, lakini ili aweze kutumia ile gari anamsikiza vizuri sana yule aliyetengeneza ile gari. Ile aliyoiunda akasema hii ni petrol, normally huwa tunatii. Na ile gari imetengenezwa kwa mkono wa mwanadamu. Ukinunua laptop, una take time kwanza uchukue kale ka kitabu kamewekwa pale. Na mtu huwa unatii to the dot. Hali kadhalika na simu. Ubongo uko more specific kuliko zote tunazofikiria. Na kama vile ambavyo tunaheshimu magari kuwa specific, lakini ubongo unakuwa zaidi. Nitakupa mfano mmoja. Panatakikana vitamin A ili kusaidie katika kuona. Na hiyo vitamin A japo itaunda vitu zingine katika mwili, lakini ile inatakikana iende kwenye ubongo ikashughulike na ile sehemu inatakiwa kuona. Ikitaka vitamin A ukipeleka B haitafanya. Na upungufu wake unaweza kwa kuletea night blindness. Wewe ikifika masaa za jioni umewezwa. Saa nyingine inaweza kukuletea shida hata masaa za mchana umewezwa, huoni vizuri.
Lakini pia vile ubongo uko specific, hautaki too much of it. Ukipeleka tena too much vitamin A, unaweza tu kawa na shida ya headache, nausea, fatigue. Japo ni kitu nzuri, ni nutrient nzuri mwili unataka, hautaki sana, hautaki kidogo. Zile cell tulizokuwa tunaunda hapa, na tukisema kwamba kila cell katika mwili iko na ukuta, na ule ukuta ndio unakaa milango na madirisha, na unasaidia nutrients kuingia ndani na uchafu kutoka nje. Hata ile seli ya ubongo naye pia iko na ukuta. Shape yake iko tofauti. Hebu nyosha mkono wako wa kushoto. Fanya namna hii, weka pembeni yako. Fanya hivi mikono namna hii, uweke vidole vyako vikae pembeni namna hii. Weka namna hii kama mimi, kama sunflower. Hivi ndio ile cell iko, inaitwa neuron. Hii cell ya neuron huku, hizi ni dendrites. Hizi ndo zinagather information. Tutaangalia hiyo baadaye. Na hapa kwenye kiganja inakuwa ndio cell body, mahali nuclear iko. Na hapa kwenye mkono ni axon. Tutaangalia kazi zake zote. Kwa shape yake ile iko tofauti. Lakini pamoja na kuwa na shape tofauti, lakini iko na cell membrane. Na ile cell membrane kazi yake pia, pamoja na kuzungusha umeme, pamoja na kuhakikisha kama umeme unapatikana, lakini ile ndiye ukuta ambapo milango na madirisha imekaa. Ukuta zikiwa zimefungwa, kunakuwa na shida. Milango ikiwa imefungwa, kunakuwa na shida. Lazima ubongo ule, na ubongo pia unakula nutrients. Ubongo unataka nini? Kama vile cells za mwili zinavotaka nutrients, ubongo pia unataka nutrients. Lakini kuna tabia kidogo za ubongo tunazotaka kuziangalia. Na kabla hatujaangalia hizo tabia, hebu tufahamu kwanza. Hebu shika ubongo wako hapa mbele. Hebu shika tu vizuri ujue tunaongelea wapi. Hii kitu inaitwa cerebral cortex. Hii hapa. Hii ndio iko responsible na ufahamu. Ili nizungumze kitu kifahamu ni cerebral cortex. Ili nizungumze kitu ukumbuke kama nimeshai kuzungumza, hii inatakikana hapa. Ni zile neuron ambazo ziko kwenye cerebral cortex, hizo ndo zinakuwa ziko responsible. Ili uweze kushika lugha moja na lugha nyingine. Kuna watu wengine ni wazuri sana wa lugha. Yani kila lugha ukimpitishia pembeni 3 months tayari amekamata. Kwa hiyo utamkuta ukimpeleka kwa Giriama dakika moja anaye. Dakika 2 ameenda kukaa kwa Taita 1 month amechukua. Na akiondoka tena ameenda Kisii dakika 2 na hiyo naye amebeba. Wewe ukisema ni ngumu, lakini mwenzio anakuwa ni mwepesi sana kushika. Ile cell za ubongo zile zinahusika na lugha ziko kwenye cerebral cortex. Tabia yako, kile kina shape tabia yako, ikufanye ufanye vitu kwa namna fulani tofauti na mwingine. Zinaundwa na cells, zinakuwa motivated na cells, neuron ambazo ziko kwenye cerebral cortex. Fikra. Kuna mtu mwingine anafahamika kuwa na fikra nzuri, fikra safi, anaunda vitu vizuri katika jamii. Hiyo habari za fikra, thoughts, na akitoa hata kama mko kwa meeting na mkazungumza maneno mazuri, lakini yeye akigonga wanasema hekima imelala hapa ndani. Hiyo neuron inahusikana na hiyo wisdom, iko kwenye cerebral cortex. Understanding iko kwenye cerebral cortex. Reasoning iko kwenye cerebral cortex. Creativity, yani mwingine ni kwamba kama akiturn on haiwaki na akili yake inafunga hivyo vile ile imefunga. Hana njia nyingine, hana njia mbadala. Akienda kama shida yake ilikuwa ni kisu na kisu hakuna, basi na akili inafunga hivyo. Ile shida alikuwa anatakia kisu, basi ikae. Hawezi enda mlango wa pili, hawezi fikiria kitu kingine. Hawezi kuinnovate, hawezi, yani yeye
kile anataka akikute mahali kipo, hawezi kufikiria kama kilidondoka. Kwa utakuta hata creativity, utashi wa kufanya jambo fulani unakuta hana. Lakini ile pia unakuta cells zile ziko kwa cerebral cortex, neuron kama hivi tumesema, hizo ndo ziko responsible. Katikati ya cerebral cortex ukiingia ndani kidogo, unakuta kitu wanaita cerebrum. Ile kazi yake kubwa ni coordination ya activities. Yeye ana coordinate ile kitu unafikiria, especially ile ambayo iko kwenye uamuzi wako wewe. Ukiamua ngoja nitembee, kwa sababu umesema ngoja niitike, umeitwa na unaamua niitike au nisiitike, au unasema ngoja nitembee, au unasema ngoja nichukue. Ile kitu ambayo iko chini ya maamuzi yako wewe, coordination yake inafanyikia hapo kwenye cerebrum. Hebu shika hapo kwenye kisogo. Kamata tu namna hii. Kamata namna hii. Hapo wanaita limbic system. Hapa nitapazungumzia kidogo zaidi. Hapa kwenye limbic system, hapa ndipo center ya emotion mahali iliko. Learning. Hata ukikaa darasani unataka kujifunza, hapo ndiko mahali iliko. Na motivation. Wakati mwingine hapo ndipo panapo rose create, yani hiyo motivation. Kuna kitu fulani ambapo mtu akifanya kina kumotivate wewe kufanya kitu fulani. Kuna mtu mwingine hata akifanya kazi, yeye akipata tu pay rise, yani hiyo tayari inammotivate kufanya kazi kwa bidii. Mwingine akipata recognition, ile tayari ndio inamgusa. Kwa unakuwa na mguso tofauti, kila mtu ana mguso tofauti. Mwingine ni title tu, hata mshahara ukiacha hapo, lakini ukimuita wewe ndio boss wa wengine wote, anakubali, na hiyo inammotivate kufanya kazi kama punda. Kwa kila mtu anakuwa motivated na kitu tofauti. Kwa hiyo motivation zote hapo, zile cells zinazokuwa na mguso maalum zinakuwa ziko hapo. Hapa mahali kwenye limbic system, kwa wanawake kwa kuko more developed kuliko wanaume. Hello? Mnanielewa vile nasema? Nimesema kuko more. Sasa ngoja nikwambie kwa nini tunajifunza na tuangalie hizi tofauti. Mwanamke anakuwa more sensitive kuliko mwanaume. Same situation. Kama nikipita hapa na bakuli la supu, tuko kwenye harusi, na nikatokea hapa nikamuona ndugu yangu Jane ameweka vitu vyake vizuri na amependeza, yuko tayari na yeye kusherehekea ile harusi, na ile supu ikamwagikia, na hapo nimemkatizia harusi yake na mipango yake ya jioni yote. Unajua itamchukua malaika wa Mungu kushuka na kumshika Jeni mkono ndio asiniambie kitu. Lakini hakuna kitu ile hata niambia. Anaweza kaanza na kusonya, akaivuta namna hii. Anaweza karusha mkono, bahati kama haitanipata. Anaweza akasema maneno yote, nikasema pole pole, na akasema ni pole ya nini? Kwani ulikuwa hujaniona? Hii ni kitu tu ulikuwa umepanga. Kwani wewe unapita na bakuli au kujua kama mimi nimekaa hapa? Si tu nimekuona tu ulivyokuwa unaniangalia kabla. Yani kuna vitu vyote atasema, and the more unasema pole na pole na pole, ndio vile yeye ataendelea kusema. Kwa hiyo labda wakati mwingine ukishasema pole moja, ni heri ukimbie, ili kumsaidia asiendelee kusema. Na tofauti na mwanaume, vile ameona tayari ishaharibikiwa, tayari ile supu imenimwagikia, akaanza kupangusa. Hata ningetoa handkerchief nikasema pole nisamee, nikaanza hata kupangusa namna hii, anaweza akasema no it's okay, no it's okay. Anaweza tu akasema, yani unajitahidi, tena akikuona uko embarrassed anasimama mwenyewe anasema no it's okay, anasimama kwenda. Kwa nini tunajifunza? Tunajifunza pia kina dada wajue kwamba ile tu kuwa mwanamke inakutumbukiza mahali kwingine ambako si lazima ubaki hapo. Na wewe pia ukipata situations za namna hiyo, jifunze kusema it's okay. Sio lazima ugombane, sio lazima ufuate vitu vidogo vidogo, si lazima uendekeze chuki, sio lazima ufuatishe hisia zako. Maana ile dakika kidogo unaweza ukamkuta vile yule umemwambia mwanaume na akasema it's okay,
mkikutana naye tena the second day or some few minutes ameshaji sort out, na ukimfanyia mkono hivi naye anakurudishia namna hii. Lakini utamkuta the same situation, vile amesema mambo yote na mkaondoka, hamkukutana tena, mkakutana another month, unaweza ukafanya hivyo na akakusonya. Yani mwaka unaweza ukaisha hamjakutana, na bado mwaka umeisha lakini bado wako na chuki. Kuna watu wako na chuki za miaka na miaka. Mwingine zatoka utoto, anaweza kukwambia, kwanza nilivyokuwa mtoto kuna vile aliniunguza na pasi, na saa hiyo anakuambia nilivyokuwa mtoto, yuko 50 years, lakini bado kuna ndugu yake ana kisasi naye cha toka nilivyokuwa mtoto. Kwa nini tunazungumzia? Ni kwamba jifunze kusema it's okay. Na ukisema hivyo unarusha huko nyuma na mambo inaisha, kwa sababu tunaweza kujifunza. Kumbuka center ya learning iko pia sehemu hiyo hiyo ambayo zile neuron zinaweza kusaidia wewe kulearn ziko hapo. Na kuna mambo mengine tunazaliwa nayo lakini tunaona kwamba hayakubaliki katika jamii. Kuna mambo mengine tumerithi lakini tunaona hayatupeleki vizuri katika jamii. Tunaweza tukalearn. Tukilearn tunaacha kile kitu kinakuwa ni mzigo kwetu. Kile kinasababisha hatupendeki. Kile kitu ambacho kinasababisha kinakuwa wengine mbona hawapendi kitu cha namna hiyo. Unajifunza kile ambacho kinakusababisha unakuwa sociable. Naomba niingie katika jambo fulani ili tuweze kufahamu vizuri kuhusu ubongo wa mtoto. Ubongo wa mtoto katika umri pregnancy, ikiwa na wiki ya 10 mpaka ya 18, inakuwa wanaita ni rapid growth, na wakati huo inaitisha nutrients sana, na hizo nutrients ziko very specific. Ninaomba nirudie. Hebu tathmini, uangalie wiki ya 10 mpaka ya 18. Tabia ya mama mjamzito inakuwaje? Anatawaliwa na anakuwa yuko nauseated. Harufu tu inaweza ikampiga chini. Anawezekana hata siku hiyo asiweze kula the whole day. Na anawezekana kila anachojisikia kula inakuwa sio kitu kizuri. Na saa hiyo pia inakuwa ni nafasi, kama huko nyuma mwanaume alikuwa halipishi kisasi, kama vile mzee wa familia anavyosema kwamba huyu bepari katika miaka yake 25 ya kwanza utawala wake wewe umekaa wa kimabavu, na sasa mwanamke akajiona amepata ujauzito na ulikuwa wala haumwangalii uko pembeni, pia anaweza take advantage wakati huo, angalau umpatie attention kidogo. Sasa wakati hayo mambo yote yanatimia, mambo yote hayo yanafanyika, huyu mwanamke hawezi kula vizuri wakati huo. Hiki sio kipindi cha kumwambia mwanamke kula vizuri ili upate nutrients kwenye ubongo. Ina maana kwamba kama wiki ya 10 mpaka ya 18 ya ujauzito, ubongo ndio unakuwa, zile neurons zinaitisha protein, na protein zenyewe ziko aina 22. Na zinasema vitamini. Akisema B peke yake kuna B1, B2 mpaka kuna B12. Na akisema C, zinc, iodine, akisema copper, ni kwamba anakuwa specific, hataki huwezi kumbadilishia. Sasa wakati anaitisha hizi vitamins, anaitisha enzymes, anaitisha maji, anaitisha glucose, anaitisha na hizo kila kitu anaitisha, huyu mwanamke hana hivyo vitu store. Maana katika vitamins kuna zile zingine lazima haziwi stored kwenye mwili, na kuna protein haziwi stored kwenye mwili. Kwa ina maana lazima ziwe supplied katika chakula huyu mama anakula. Na wakati huo neurons zinajengwa, specific area za reasoning, za creativity, za learning, za vision. Huyu wakati huo ndio zinaitisha hizo specific point, hizo specific nutrients zitamsaidia mtoto baadaye kureason, kukumbuka, kuona, kujifunza. Nani ananifuatilia? Anipungie mkono juu huyu anayenifuatilia. Nitarudia tena. Tumeangalia hizi sites ambazo zinahusika na memory, na understanding, na creativity, na emotions, na learning, visions. Hasa hizo zinataka specific nutrients kujenga zile neuron, ili hizo neuron ndizo zikafanya hiyo kazi, zikamsaidia mtoto kufanya hizo kazi. Hata mapigo yako ya moyo yanaendeshwa na hizo neurons.
Yani ubongo pamoja na spinal cord, hizo na peripheral nerve system ndizo zinazotengeneza, zinatengeneza na kusupply umeme katika mwili mzima. Yani kama vile unaona hizi connections zinazofanyika hapa. Hizi connections za mawaya. Kuna mawaya yametoka huko kwenye ubongo na spinal cord na peripheral nerve system. Zinahakikisha zinaingia kila mahali. Hakuna seli inaweza ikafanya kazi kama waya haijapita huko ya mfumo wa fahamu. Lazima ikasupply umeme ndio hiyo neuron ifanye kazi. Yani lazima ikasupply umeme ndio cell fulani kwenye figo ikafanye kazi. Lazima ipeleke umeme ndio cell fulani katika muscles ikafanye kazi. Ni lazima ipeleke umeme ndio cell fulani mahali fulani kwenye vision. Jicho haliwezi kuona kama haijapelekewa umeme. Hello? Sasa kama umeme ukikuwa mdogo nyumbani, fridge inakataa kufanya kazi. Kama umeme ukikuwa kidogo kwenye gari, starter inaweza ikaleta shida. Inawezekana honi ikakataa kwa sababu battery iko low. Ili ujenge ile battery, uiunde vizuri, ili ile battery ifanye kazi kwenye kila kiungo katika lile gari, ili hiyo waya itoke kwenye battery ya ubongo iende kwenye kila waya ya gari ya seli ya mwili wako, ni lazima wakati seli zingine zinaundwa katika mwili, na kipindi hicho hiyo seli, hiyo neuron inapoundwa kwenye ubongo kwa ajili ya kufanya kazi fulani, ni lazima ipate nutrient inayohusika kufanya hiyo kazi. Ipate specific protein, ipate specific vitamin, ipate specific minerals, ipate specific enzyme, ili mtoto anapokuwa unasema ana akili timamu. Haleluya watu wa Mungu. Ili mtoto anapojifunza unasema he is an A student. Ili mtoto anapoweza kukaa unasema yuko sociable, unamwangalia kama amebalance. Ili mtoto anapofanya mambo yake unasema reasoning yake ni nzuri sana. Unageuka tena unasema wow, creativity, hapa nakupa A. Unanielewa ninachokwambia? Hiyo ubongo wakati inaundwa hizo seli za ubongo, ni lazima katika wiki ya 10 mpaka wiki ya 18, wakati ambapo ndio mwili una concentrate na huo ubongo kuunda, inafanya non-stop. Wakati huo wa kipindi hicho cha rapid growth, wakati ikifanya hivyo inaitisha specific enzyme, specific nutrients, specific vitamin, specific phytochemicals, specific B's, iron, copper. Wakati ikitisha hivyo, mama anakuwa kitapika, hawezi kula. Kwa hiyo huo sio muda utamtegemea mama mjamzito anayeongezewa iron tablets kwa ajili hata damu yenyewe haimtoshi. Hicho sio kipindi ambacho unamtegemea mama akwambie kwamba nitakula vizuri protein, nitakula matunda, nitakula mboga, nitakula ugali mkubwa ili nipate share yangu mimi ya nutrients pamoja na share ya mtoto. Huo sio wakati. Hello? Tuko pamoja? Tunaelewana vizuri? Ina maana ukifika saa hizo ndo unaanza kupeleka vimayai na vimaziwa na vimatunda kwa mama, umechemsha, umechelewa. Na ndio maana mama, ukiwa na binti yako wa kike, kuanzia kakiwa katoto kamezaliwa katoto ka kike, ndipo unapopaswa kukaa nako ukaambie, hey malkia, taifa la kesho limelala hapa, president wa kesho yuko hapa, na director, na manager, na mwalimu, na doctor, na mchungaji, kiongozi wa kesho. Yani wewe unaanza kumlisha kama kiongozi, mtu mwenye akili timamu, na unakalisha kale katoto kakikuwa hivyo, kakijiandaa hivyo, kakijijua hivyo, kafundishwe kusema no kwa vitu ambavyo si chakula. Unanielewa? Lakini sio saa baba anaenda huko, anarudi, anataka mapenzi na kale katoto, kukabembeleza ili kampende na yeye, kwa sababu muda wote kamenyonya kwa mama. Sasa na yeye anatafuta attention kwa kale katoto, anakaletea biscuits. Hiyo saa sio saa ya kuja na kifurushi cha chips. Sio saa ya kuhonga attention. Unataka kutoa watoto out, unawakalisha hapo, unawapatia soda, unawapatia chips. Na mtoto anajua kumbe upendo wenyewe umelalia kwenye chips. Na yeye akikuwa hivyo hivyo anakuwa ni mtoto wa chips.
Sasa watoto wetu wa kike wengi, wakati wao ndio nyumba, virutubishi vyote na taifa la kesho limelala kwao, na hazina na store inatakiwa itoke kwao kwa ajili ya kumlisha mtoto, wamejikuta wenyewe kwanza hawana hata hivyo virutubishi. Seli zao ndio hizi ambazo zimejifunga, tumeangalia hapa. Virutubishi haviingii ndani, toka ameolewa virutubishi haviingii ndani. Kushika mimba kumemchukua muda kweli, paka consultation several kwa madaktari. Nenda kachunguzwe, hauna kitu, uko sawa. Yaani imekuwa shida kweli hata kubeba mimba. Kwa nini? Chembe hai za mwili zimejifunga. Kwa hiyo hata reception inakuwa si nzuri, mazingira yanakuwa hostile. Sasa amebahatisha kubeba ujauzito, kuanzia siku ile ya kwanza tu amejijua ni mjamzito. Yeye imekuwa ni kama si kichwa, ni mafua, ni kutapika, ni kulazwa, ni kuongezwa damu. Amekwenda hivyo hivyo mpaka mtoto amejifungua. Alafu sasa amefika mtoto amejifungua, anakuta hata kunyonyesha mtoto haifai. Akiambiwa unyonyeshe exclusively miezi 6, asema na maziwa haitoki. Sijui kama mnanielewa. Akina baba mnanielewa? Na akina mama mnanielewa? Sasa mimi nitakwambia kitu. Kwa sababu hivyo ndivyo tunavyofanya, tunajikuta kwamba mtoto akizaliwa kuanzia 0, maana kile ni kipindi tu cha 10 weeks to 18, na mtoto akishazaliwa kuanzia 0 mpaka 2 years, kipindi kile mtoto naye anakuwa na rapid growth ya zile neurons, na zinakuwa specific. Za emotions zinashughulika na sehemu ya emotion, za learning, za understanding. Ninaomba nikwambie kitu kibaya, za creativity, za memory, za understanding, yani zote specifically zikiitisha specific nutrients kwa ajili ya kudevelop specific neurons. Unanielewa? Akifikisha miaka 2, ile habari ya reproductive ya zile neurons inakoma. Cells regeneration inakata. Yani brain cells regeneration inakata. Mnanielewa ninavyosema? Au mnaniacha hapa napiga kelele mwenyewe? Nasema hivi, baada ya 2 years mtoto tena hazalishi brain cells nyingine. Ile tu amezaa kipindi hicho, it doesn't matter what you are going through. Labda kulikuwa kuna starvation, ile cell ina kipindi chake maalum cha kukua. Yani hata kama ulikuwa na shida gani, kulikuwa kuna mangumi ndani ya nyumba, ulikuwa huna kazi, ulikuwa unamfungia mtoto kwa nyumba wakati unaenda kwa vibarua, au ulikuwa unampeleka mtoto kwa jirani na sajabu alikuwa hapewi chakula, ilibidi urudi kazini, ukamwacha mtoto na maid ambaye mwenyewe hata hana mtoto, hajazaa mtoto wake mwenyewe, hawezi kukuchungia mtoto. Hiyo yote brain cells zinakwenda kwa wakati fulani. At a specific time ni lazima itishe nutrient fulani, na at a specific time lazima ikatengeneze kazi fulani. Ile kazi ndio itakomshape yule mtoto wa kesho. Hello? Are you with me? Ni bahati mbaya sana kwamba ni lazima mama apate ujauzito katika hostile environment. Ninakilaani hicho kitendo kwa jina la Yesu. Na ni bahati mbaya sana kwamba inabidi mama apate mtoto, aende akadampu mtoto huko kwa mtu ambaye hataweza kumtunzia mtoto, aondoke aende bila kujua kwamba mtoto huku nyuma atafanyaje. Na ni bahati mbaya sana kwamba baada ya hayo yote kutendeka, yule mtoto ataachwa na vichupa maziwa ya ng'ombe ambayo yalikuwa yamewekwa kwa ajili ya ndama. Ndama anayezaliwa akiwa na makilo mengi, kenyeka anazaliwa tayari kanakimbia. Lindama linazaliwa linakimbia. Na unakuta hicho ndicho kamtoto kadogo ambako katakaa karibu miezi mingapi ndio kanyooshe mguu, kanapewa ile maziwa ya ng'ombe. Mama yake sasa amekuwa ni ng'ombe, kwa sababu mama inabidi aende. Au saa nyingine hata mama mwenyewe anasema sitaki kunyonyesha mtoto. Mana.com naye pia haitaki kunyonyesha mtoto. Inaona ni uharibifu wa matiti kunyonyesha mtoto. Kwa nini unazaa? Kama mazingira yenyewe ndio hayo. Ndio maana katika kizazi hiki learning kwa watoto wa sasa hivi imekuwa ni shida. Tabia yako inakuwa shaped hapa kwenye ubongo. Tabia iko shaped kwenye ubongo, pale kwenye cerebral cortex. Hapo ndipo tabia. Zile neuron zinakwenda pale specifically kwa ajili ya kujengea tabia. Kama utasema huyu sijui yukoje, hiyo unasema hivi sijui yukoje,
sema hivi, si hii neuron ikoje? Maana ile tabia ya yule mtu inatoka huko, imeundwa kutoka kwenye neuron. Na inategemea na nutrients zilizomjenga yule mtoto. Nitakupa mfano mmoja. Hebu fumba macho. Bila kujali kama unamuona alioko karibu na wewe. Nyoosha mkono wako wa kulia kama utakuta mtu, hebu gusa bega. Bega ndio mwisho wako, usiguse vitu vingi. Hata ukiwa umefumba macho, nitakwambia siri moja. Huo mkono unajua kwamba uliyemgusa ni wa kike au wa kiume. Halo? Mnanielewa? Kwa sababu ubongo unafanya kazi, unatumia chemical reactions, lakini saa hiyo unaitani unakuwa ni electrical. Na ikigeuka ikiwa ni electrical charges ni kwamba like charges na repel. Hakuna unapita. Kwa hiyo mwanaume akinyoosha mkono akakutana na bega, hata kama amefumba macho, na mimi kwa siri nikabadilisha mwingine nikaweka mwanaume, bado atasema hili ni ndume hili. Kwa nini? Kwa sababu tayari like charges na repel. Na like charges kama ni positive na negative, anasikia mkono aone raha kidogo, kama ningekamata hapa fix. Maana pale tayari kuna umeme unapita. Ni ile ya natural attraction between negative and positive. Ndio ile inatembea. Kwa hiyo ndio maana hata shuleni watoto wanakuwa makini. Mbona hao wanasogeleana saa zote? Mbona hao wanagusana saa zote? Unamkuta kanaona raha, kakikaa hivi, anasema ndio ninasoma vizuri. Akikwambia hivyo, wewe elewa tu, ni electrical charges. Na kuna mtu mwingine, kama ni mwanaume kwa mwanaume, akisalimiana na mnai mkono, ile mkono inatolewa saa hiyo. Lakini kama ni mtoto wa kike, anakaa hapo kidogo. Ni kwa sababu ya natural attraction between those and like charges. Ubongo unafanya kazi haraka kuliko wewe ambavyo utauambia toa au kubali. Namna hii inafanya. Kama umeshika mkono, hizo neuron ambazo ziko kwenye mikono, kwenye skin, under the skin, zinageuza hiyo information kwa sababu ni chain. Neuron moja inakamata neuron nyingine, na neuron nyingine inaenda kwa neuron nyingine. Ni lazima zitoke kwa mkono, ziende mbio mpaka zifike kwa ubongo, ili ubongo ukatoe kumbukumbu. Hili akishika kitu cha namna hii, hicho kitu kinakuwa ni aje, kikupatia information, ile ni glass. Ukimuona mtu, ili ujue kwamba huyu mtu ni mwanamke au ni mwanaume, ni lazima kutoka kwenye macho itoke mbio, hizo neuron zigeuke, ile chemical reaction igeuze ikawe ni electrical, na itembee kwa upesi ifike kwa brain, na ikitoka kwa brain ifike sehemu ya understanding, na memory. Hii ni mwanamke. Akiona kitu akisema ile ni taa, ni lazima kutoka kwenye macho mpaka kwenye ubongo mpaka kwenye specific section. Ukisikia kitu, ni lazima hizo waves zitembee kutoka neuron hadi neuron, neuron hadi neuron. Hasa ngoja nikuulize kitu ili uweze kunielewa ninachokisema. Unachukua muda gani kutambua nini nimekuonyesha? Halo? Nini nimeshika? Umechukua muda gani mpaka ukasema? Umechukua muda gani? Ninaomba tena nikuulize nyingine. What color is this mic? Imechukua muda gani kwako kuiona? Sikiliza. Kama umechukua, naomba nikwambie kwamba ni neurons, optical nerves, zimeona, zikaungana kutoka one neuron hadi the other, nyingine tena, zikafika kwenye ubongo, zikakupatia ufahamu. Unanielewa ninachozungumza? It is that fast. Wenyewe wanasema it is not even a second, it is a fraction of a second. It is so fast. Kusikia kitu useme, mtu akikuita Salome, na haraka sana usikie lile jina, fraction of a second. Uone kitu useme yule anayetembea pale ni mbaba amebeba, fraction of a second. Ukiona kitu kinafanyika useme fraction of a second. Yani ukiona chochote kinafanyika useme fraction of a second. Yani kwa wewe ku-understand. Sasa ngoja nikwambie effect yake. Mwingine darasani anaingia vizuri sana, lakini mwalimu mpaka kueleza kitu yeye aelewe ina take long. Lakini hiyo ku take long ni kwa sababu ya zile neuron na zenyewe zilikosa virutubishi vinavyosababisha understanding. Hello? Kwa hiyo darasani wanamuita slow learner. Anafanya brain yake inafanya kazi kama tube light.
piu piu piu, haikamati bado, piu. Yani baadaye unazungumza story unamaliza, yeye bado yuko eti ulikuwa unasemaje. Unamuelewesha kitu ni mpaka urudie tena, ni mpaka urudie tena, ni mpaka urudie kama mara 3, uhakikishe au uandike mahali ili asome mara nyingi ndio achukue maagizo. Kwa unamkuta kwa sababu ya effect ulioimfanyia. Mtoto anaingia darasani, mtoto haelewi. Ni kwa nini mtoto haelewi? Mtoto haelewi kwa sababu ule wakati alipokuwa anajenga neurons za understanding, kulikuwa hakuna nutrients za kujenga neurons za understanding. Mtoto anakuwa ni shida kukumbuka. Kwa nini? Kwa sababu ule wakati alikuwa anataka neurons zijengwe za kukumbuka kwenye cerebral cortex, alikosa neuron, alikosa nutrients zinamsaidia mtoto kukumbuka. Alikosa neuron, alikosa nutrients za kumsababisha mtoto apate creativity. Alikosa hizo neurons za kubalance emotions. Kwa hiyo tayari hayuko balanced. Mtoto anapata shida aliyopata, lakini chanzo chake, mama, wakati unabeba ujauzito, tayari wewe mwenyewe ulikuwa na lishe ya kutosha. Na ndio maana unakuta mtoto anapata shida kusoma, anatia miguu kwenye maji lakini inashindikana. Unampeleka mtoto tuition lakini inakuwa shida kwake kusoma. Kwa nini? Kwa sababu mtoto sio yeye na sio tuition anataka, sio miguu ndani ya maji, wala sio kukoroga kahawa. Neuron haipo. So no matter what you do, huyo mtoto ushaharibu future yake. Kwa sababu ya kile ambacho ulipaswa kula kabla hujabeba mimba. Kwa sababu ya kile ulipaswa kula kabla hujafikiria kuwa na ujauzito. Na kwa sababu hiyo ni kwamba tayari taifa la kesho limeshaharibika. Sasa hivi watoto wetu wakisoma lazima wachochewe. Tuition zinakuwa nyingi, akitoka tuition moja tuition nyingine, na akitoka tuition nyingine na kwa tuition nyingine. Naomba nikwambie kitu. Chakula ndicho kinachokusababisha uwe alert. Na vyakula vilivyoundwa sasa hivi vimeundwa specifically kutoa alertness. Vyakula unavyokula vimetengenezwa kukufanya kuwa dumb. Vyakula unavyokula vimekuletea usugu. Nimesikia hiyo story kitambo. Hata katika maneno ya Mungu yakizungumziwa, unajikuta wewe akili yako wala haishtuki. Hiyo story nimesikia toka kitambo sana. Toka mimi nikiwa mdogo mimi naisikia. Na kwa hiyo unajikuta kwamba you are not alert. You don't fear. Sehemu ya kupata aibu, kitu kinafanya mtu aone aibu, wewe hauna aibu. Kwa imekuwa desturi kwetu sisi, tukitembea uchi, ile sehemu ambayo inakusababisha uwe shy, ni neuron ziko specific kuonyesha kwamba kitu kibaya mtu anakionea haya. Lakini sasa hivi imekuwa ni kwamba wewe kufanya kitu kibaya, kila kitu kufanya kitu kibaya ndicho kina ujasiri. Wewe kufanya kitu cha aibu ndicho kina ujasiri. Wewe kutembea uchi ndicho kina ujasiri. Na kwa sababu ndivyo vitu vilivyo, ninaomba nikwambie kwamba ubongo wako unaulisha kwa kupitia milango 5. Brain yako unaifeed, inakujenga wewe, inajenga tabia yako kwa kupitia milango 5. Kila unakula kinaunda akili yako. Kila unaunda kinakutengeneza katika ubongo. Function ya ubongo inataka ni kile unaweka katika ubongo wako. Hiyo ni moja. Nini unaona? Nini saa yote unakuta unataka kuangalia sana? Ni movie gani unaona? Ni program gani unaona? Kama ni mavitu ya uchi, unakuta hizo ndio vitu zinakupeleka huko kwenye uchi. Kama ni mamiziki, unakuta hivyo ndio mavitu unataka kusikia. Kwa kupitia kwenye masikio unalisha ubongo na iko na effect katika tabia yako na katika mtazamo wako wa vitu. Ni mavitu gani yanayopita kwenye harufu yako ya mapua? Ni mavitu gani unapenda kugusa? Kwa hiyo through touch, through the smell, the sense of smell, kupitia masikio yako, kupitia macho yako na kupitia hata kwa mapua yako, utakuta unajijenga, unafeed ubongo wako. Lakini tumejizoezesha tabia mbaya, utakuta tunalisha mabongo yetu vitu vibaya na hatujali kwamba hata kama ni television program ni lazima uchague, ni lazima ukubali familia yako ichague, ni lazima watoto wachague, ni lazima uangalie, na ndio zimekuwa rated kwamba hizi ni za adult na hizi ni za watoto. Ni vitu gani unavyopenda kusoma? Ni aina gani ya mambo unalisha?
Hayo ndio yaliyokuunda wewe. Umekaa hivyo ulivyo kwa sababu ya mambo unayoona. Unapenda sana kuona movie za damu. Unaona tu mtu anafanya namna hii, ameanguka, madamu amemwagika, unasema ni movie. Kwa hata kesho ukimwona mtu amekufa, roho ya huruma inapotea kwa sababu tumejikuta ndio hivyo tulivyojiunda. Tumeona damu nyingi sana na mamovie mengi tunayaona yametuharibu. Tumeona mavitu ya uchi sana yametuharibu. Kwa hiyo unajikuta hata wewe mwenyewe kukaa matiti wazi, kifua kimekaa wazi, unaona si shida, na tumbo yote iko wazi, unaona hii ndio style, na mapaja yote yako wazi. Hii kitu ni sawa kabisa mpaka kwenye nyumba ya Mungu. Hello? Nini imekuunda? Hebu jipe tafakari. Kwa sababu haya mambo yanapokuja, bado ubongo wako una nafasi ya kurekebisha. Bahati mbaya sana ni kwamba kwa mtoto mdogo umeshamuundia mpaka miaka 2. After 2 years ile cell ina mature tu, lakini hauwezi kuzalisha nyingine. Bahati mbaya ya mwisho ninapojaribu kufunga, cell ikishaundwa ya ubongo, unaweza tu ukazuia isikufe upesi, isi shrink na isife upesi. Tumia nuts. Penda kula nuts, lakini raw nuts, sio nuts zilizokaangwa. Kama kuna nuts zozote zile unaziona, alizeti, pumpkins, unakuta kuna almond, unakuta kuna cashew nuts, lakini go raw. Vile vitu vyote ambavyo ni nuts mbichi, hizo nuts mbichi unaweza ukala na ubongo wako ukasaidia usishrink. Kama una lose memory sana, ubongo wako ukasaidia usishrink. Mafuta ya samaki, ubongo wako unaweza ukausaidia usishrink, usipoteze sana zile functions za brain. Lakini ukiona kama kasi ya ubongo kufa, kuna vitu vinatokea, hata creativity na utashi na kusoma inakuwa shida, ukumbuke kwamba ni chakula cha ubongo ndio hakuna. Unapokula mavyakula yote yenye marangi mabaya na manini, yanaficha ile uwezo wa ubongo kufanya kazi. Ubongo wetu unataka nafaka nzima, unataka matunda, na unataka enzymes na different vitamins and minerals. Utakapokubali kwamba ubongo wako kama vile cells za mwili unatakiwa kuliwa vizuri, utajikuta kwamba una improve ubongo wako, na ubongo wako haufi kwa kasi. Chembe hai za mwili hazifi kwa kasi, chembe hai za ubongo hazifi kwa kasi, na utaunusuru ubongo wako, kwa sababu cell moja ikifa hiyo imekufa, cell nyingine ikifa hiyo imekufa, na nyingine ikifa hiyo imekufa. Hauwezi, kama cell zingine za mwili zina regenerate, lakini kwenye ubongo huwezi kuregenerate. Tusimameni tuombe. Baba Mungu, tunapotii, faida iko kwetu sisi wenyewe.